Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki anazuru eneo la Gusii leo kuhudhuria hafla ya kuwawezesha wakazi katika shule ya msingi ya Nyamira, Mugirango Magharibi na baadaye Ichuni, Nyarimbai, Masaba. Ziara hii ni sehemu ya mpango wa serikali kuwawezesha vijana, wanabodaboda na wafanyabiashara wadogo. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu Alfayo Kombo atueleze hali iko vipi katika eneo hilo. Alfayo, iwapo unanipata tafadhali tueleze, je, yule ambaye ni naibu wa rais ashafika ama vipi? Ya Nyamira ambapo nitakuwa nazungumza na washikadau mbalimbali ambao wamefika hapa hasa kuhudhuria hafla hii ambayo ni wanasema ni kuwezesha wanabodaboda, kuwawezesha kina mama mboga hasa siku hii ya leo kutoka makanisa mbalimbali. Nitakuwa nawakaribisha wakazi ambao waliweza kufika hapa, pengine ukaribia hapa. Mkifika tu nyote tueleze jina lako ukitazama runinga yetu pale, jina lako ni nani, hasa ni kipi ambacho kimekufanya wewe kuweza kufika hasa katika hafla hii siku ya leo? Mimi pia jina langu ni Wilfred Ongaga. Natoka sehemu za Kibirigo. Kitu kimenifanya kufika hapa ni kuja kuangalia hii sherehe ambao serikali ya Kenya Kwanza inaendelea kusaidia watu wa biashara ya chini kama mama mboga, bodaboda, na hata wale wenye wanauza nyanya, mahindi na vinginevyo. Pengine uhisi kwamba ni kampeni zinaendelea kwa sababu tunaona kwamba ni ziara ya siku mara ya 5 Kindiki anaingia katika eneo la Gusii baada ya aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kuweza kuingia katika eneo hili. La, hiyo sio siasa, kwa sababu serikali iko na jukumu ya kusaidia watu wake ambao wale wako kiasi ya chini. Kwa hivyo sioni kama ni siasa hakuna. Naam, asante sana. Pengine ukiweza kusimama hapa kando, pengine wewe kama tumekuona unaweza kufika hapa, ni kipi ambacho kimeweza kuwezesha uweze kufika hapa leo? Kile ambacho kimenileta kule ni kwa sababu ya kukuja kuona wale ambao ni wenzetu huwa wanakaa kutubwa sana, ambao ni watu ambao wa disability, ambao wale watu ambao ni walemavu. Ndio imekuja na mimi kuona ya kwamba ni kweli wanasaidiwa, na pia nao vijana na wale watu wako na vikundi mbalimbali, ili kwamba nione wakishughulikiwa na mimi nikaweza kushukuru. Pia tumekuwa tukiona wengi wamekuwa wakisema kwamba pesa zinakuja zinatolewa na zinagawanywa kwa makundi papo hapo, wengine wanapata pesa kidogo. Je, unahisi kwamba hii ni women ni empowerment ama ni hali moja tu ya kuendeleza kampeni za kisiasa? Siwezi sema ya kwamba ni hali za kuweza kuendelesha mambo na kampeni za kisiasa. Nitasema ya kwamba huwa pesa zinatolewa, lakini shida inakaanga ni kwamba wale wenye ambao ni vikundi hawawezi kutimisha vile ambavyo waliweza kuambiwa. Unapata wengine wanapatiwa, wanaenda wanawana bila kufanya biashara. Huwa zinatolewa na zinafika, lakini ile mambo ni propaganda. Watu wanasema ya kwamba huwa zinatolewa, pengine zinarudi. Haziwezi rudi, huwa zinafika, lakini shida ni kwamba unapata ya kwamba ni wazimamishi. Wale wanazimamia ndio unapata ya kwamba wanazimamia vibaya. Naam, asante sana. Kumbuka kwamba Andrin Kilemi, naibu rais anatarajiwa kufika hasa katika eneo hili mwendo muda wote kutoka sasa. Kumbuka sasa hivi mkutano kama huu unaendelea katika kaunti ile ya Kisii, eneo bunge la Nyaribari Masaba, ambapo Faruk Kibet yupo pale, Kimani Ichung'wah, miongoni viongozi wengine ambao wapo pale, na baadaye watakuwa na kufika katika uwanja huu wa shule ya msingi ya Kisii. Kumbuka kwamba mtazamaji wetu tutakuwa tunamfahamisha katika taarifa za baadaye matukio, tutakuwa tunakufahamisha ni kipi ambacho kinaendelea hasa katika uwanja huu. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni. Jina langu ni Kombo Alfayo, kwako studioni. Na asante sana Alfayo.